Welcome to Dominion Airwaves program by Bishop Dr. Peter Ole Mankura. Natangaza mbingu ifunguke. Natangaza katika jina safi la Yesu mbingu yako ifunguke. DCMI is located in Kiserian Town next to the Chiefs Camp. Quick growth in life and ministry. No limit in your life. No man is limited. Welcome and be blessed. A good evening again viewers. Karibuni sana katika jina safi la Yesu. Wacha nianze na neno la Happy New Year na kutakia kila laheri katika mwaka wa kipekee wa 2021. Karibuni tujumuike pamoja katika mwaka wa fanaka, mwaka wa baraka. Naelewa kwamba mwaka uliopita kulikuwa na changamoto kiasi kwa sababu ya pandemic ya corona COVID-19. Lakini kwa sababu ya neema ya Mungu aliye juu umetoboa na nimetoboa na tumeingia katika mwaka wa kipekee, mwaka wa 2021. Naamini kwamba kuna mambo makuu na makubwa Mungu atatenda katika maisha yako. Nakuja, huyu ni Bishop Dr. Peter Ole Mankura na kuletea neno la kipekee la unabii wa mwaka. Yaani inaitwa Prophecy 2021, neno la kinabii. Ama ukipenda tunasema 2021 in prophecy. Na hiyo sasa ni mwaka wa kipekee wa prophecy ambao nakuletea Bwana amesema nini kuhusu mwaka huu. Najua Bwana amenena na watumishi wa Mungu tofauti na basi kuna neno Bwana amenipa kuhusu mwaka huu. Na hiyo ndio neno nitakupa ili kusaidia katika maisha yako. Amini, Biblia inasema hivi katika 2 Chronicles 20:20, amini Mungu udhibitike. Amini manabii wake ili upate kufanikiwa. Kwa hivyo utakapoamini neno la kinabii basi utafanikiwa. Ukisoma katika Isaiah 44:26, Biblia inasema hivi vizuri. Isaiah 44 verse number 26. Biblia inasema hivi vizuri kwamba Mungu anadhibitisha neno la mtumishi wake. Akisema jambo, Mungu anapiga muhuri neno la kinabii. Na ukisoma katika Isaiah 55:11, Isaiah 55 na mstari wa 11 inasema hivi, so shall my word be that goes out of my lips, it shall never return to me void, but it must accomplish what I please and prosper to the people I sent to. Kwa hivyo neno la Bwana linasema vizuri kwamba neno la Bwana ama neno la kinabii likitoka katika kinywa cha Bwana na lije kwa wanadamu itafanikisha watu waliotumiwa. Na hata Biblia inaendelea kusema hivi, itatimiza makusudio ya Mungu na kufanikisha watu waliotumiwa. Mimi naamini kwamba wewe ni mmoja ambao umetumiwa neno na itakufanikisha. Kwa hivyo twende leo katika neno la unabii ambayo iko katika Esther chapter 2 verse number 15. Esther 2:15 ukisoma pale inasema our season of favor. Season of favor. Yaani nasema kwamba tumeingia msimu wetu wa kibali. Kwa hivyo 2021 ni mwaka wa kibali. Kwa hivyo nakukaribisha katika msimu wa kibali peke yake. Mimi najua kulikuwa na mambo hatari ama changamoto ya maisha, lakini sasa unavuka, unaingia katika season ya kibali. Sema amina pale. Hebu sema amen kama unaamini. Season ya kibali inaitwa kibali. Na kibali kwa maneno mengine ni neema ya Bwana. Ni neema ya Bwana. Ukisoma katika neno utakuta katika Biblia kwamba imekuwa interchange. Kibali na neema iko pamoja. Yaani neema inaitwa unmerited favor. Ni kibali umepokea haukustahili. Kwa hivyo neema hii ambayo tunapokea ni kitu ambacho hatujastahili. Ni neema ambayo imekuja tu. Yaani ni kupendelewa na Mungu, kupendelewa tu. Neema ya Mungu na kibali ni kupendelewa bila kustahili. Kupendelewa. Kwa hivyo natangaza neno la kupendelewa. Mungu akupendelee. Yaani ni kibali, kupendelewa kuliko wengine. Glory to God. Kupendelewa kuliko wengine. Kwa hivyo naomba kuanzia Januari mpaka Disemba Mungu akupendelee. Kwa hivyo tunaingia kipindi ya kupendelewa, kutendewa, kubarikiwa kuliko watu wengine. Nasema kuliko watu wengine, na wala si mambo ya wivu, lakini unajua kibali inapokuja inakuchukua katikati ya watu. Yaani unapendelewa na Mungu. Naomba Mungu akupendelee mwaka wa 2021. Mungu akupendelee. Nasema kwamba Mungu akikupendelea basi atafunika uchi wako, basi Mungu wa mbinguni atakupigania vita na basi ataleta urejesho katika maisha yako. Kuna urejesho ambao utaingia. Hebu tusome katika Biblia zetu katika Esther chapter number 2 verse number 15.
inasema wakati wa Esther ulipofika, wakati wa Esther ulipofika aingie. Kumbuka kulikuwa na jambo litendeka katika ile nchi, kwamba Malkia Vashti alileta shida na akaondolewa, na basi ikafika kipindi ya watu kuingia katika contest ama mashindano, ni nani atakuwa the next queen of the land, the next queen of the land. Na kumbuka Esther alikuwa na negatives katika maisha. Number 1, hakuwa na wazazi wote wawili. Number 2, hakuwa katika nchi yake. Okay? Hakuwa katika nchi yake, ako katika nchi ya ugenini, na hana baba na hana mama. Yeye ni yatima 100%. Na pale ango yake ambaye huyu anaitwa Mordekai ndiye amemchukua kama mtoto wake na akamlelea, na basi ikafika wakati hata yakaingia katika contest ile ama mashindano katika ile nchi, na yeye ni mgeni. Kumbuka favor inapokuja katika maisha yako haitajua wewe nani. Haitajua wewe nani. Neema ya Mungu na kibali ya Mungu ikija juu ya maisha yako inafunika mambo yote ya nyuma yako, inafunika yote, inafunika yote. Haitaangalia mabaya uliotenda, haitaangalia makosa uliotenda, haitaangalia historia yako tena. Hamna historia tena. Kibali ya Mungu inapokuja juu ya maisha yako, unapendelewa na Mungu aliye juu. Basi wakati wa Esther ulipofika wa kuingia, Biblia inasema aliyemuona kuanzia mfalme mpaka ile bench ya kuchagua malkia, wote Esther akapata kibali mbele ya macho yao. Naomba leo upate kibali mbele ya macho ya kila mtu, macho ya kila mtu. Mungu akupe kibali, Mungu akupendelee katika nchi yako, katika nchi ya ugenini. Mungu akupendelee Kenya, Mungu akupendelee katika Afrika Mashariki na Afrika na Ulaya na Uingereza na kule China na kule Dubai. Mungu akupendelee. Mungu akupe kibali kwa viongozi. Mungu akupe kibali kwa wale ambao ni mabosi wako. Mungu akupe kibali, na hiyo kibali itakufungulia malango na milango katika maisha yako. Basi Biblia inasema hivi, ukisoma vizuri pale mpaka 17, mfalme akamchukua Esther na akamfanya malkia katika nchi na akampenda sana. Biblia inasema na akampenda sana. Biblia inasema na akampenda sana. Kwa hivyo hapa, na akamfanya malkia katika ile nchi, na basi Esther pale akaanza maisha tofauti. Kumbuka jana alikuwa naishi maisha ingine, kumbuka leo ikawa maisha nyingine kwa sababu ya kibali. Yaani kibali inaisabadilisha historia yako within an hour. Inaisabadilisha maisha yako hata kwa usiku moja. Kumbuka Biblia inasema usiku kucha inaweza kuwa kilio, lakini asubuhi kicheko inaweza kuja. Hiyo ni katika Zaburi 30 verse number 5. Yaani kilio inaweza baki usiku kucha, lakini asubuhi inaweza tokea kicheko katika maisha yako. Hebu tuseme katika andiko nyingine ili upate kubarikiwa. Zaburi 102 na mstari wa 13. Zaburi 102 na mstari wake wa 13 inasema hivi: Thou shall arise and have mercy upon Zion, for the time to favor her. Yeah, the set time is now. 14. For thy servant take pleasure in her stones and favor the dust thereof. Inasema hivi kwamba Mungu utainuka kwa sababu ya Zayuni, utainuka kwa sababu ya Zayuni na utamhurumia Zayuni. Kwa hivyo kibali inaleta na huruma za Mungu. Yaani Mungu anakuangalia na macho ya huruma, anakuangalia na kupendelea, macho ya huruma. Kumbuka hii, macho ya huruma. Si kwa sababu napendeza uso, si kwa sababu ya mavazi ambayo umevaa, lakini huruma zake Mungu aliye juu. Ukisoma katika Luka 1:78 inasema kupitia huruma zake Mungu ametutembelea, kupitia huruma zake Mungu. Huruma za Mungu inafanya Mungu atembee. Mungu anatuhurumia. Kumbuka huruma zake zinafanywa upya kila asubuhi, na huruma zake ni za milele, huruma za Bwana. Kwa hivyo Biblia inasema kupitia huruma zake Mungu tarehemu Zayuni, kwa sababu wakati umefika wa kupata wa Zayuni kupata kibali mbele za Mungu. Wakati umefika wa Zayuni kupata kibali mbele za Mungu. Yaani nasema hivi, season ya 2021 ni season ambaye Bishop Ole Mangura atapata kibali mbele za Jehova.
atapata kibali mbele za Jehova. Yaani wewe na mimi tutapata kibali mbele za Jehova. Kwa hivyo natangaza katika jina la Yesu kwamba wewe na mimi msimu huu tutapata kibali mbele za Mungu. Hebu kumbuka katika Biblia. Kumbuka katika Biblia, Mungu ni Mungu wa majira na nyakati. Hiyo ni Mhubiri 3:1-3. Mhubiri 3:1-3. Mungu ni Mungu wa majira na ni Mungu wa wakati. God is a God of time and God is a God of season. So we are serving a God of season. And God changed season according to his favor. Kwa hivyo season inabadilika kulingana na mpangilio yake. Kumbuka, Mungu ni Mungu wa mipango. Kwa hivyo anapanga mambo na anakupangia mambo mazuri mbele na anakutendea mema kwa sababu yeye ni Mungu. Kwa hivyo anasema hivi, wakati umefika wa kurehemu Zayuni na Zayuni kupata kibali mbele za Mungu. Sasa anasema hivi, Januari mpaka Disemba ni season. Kama ile season ulimalizia vibaya, hii season utamalizia vizuri. Glory to God. Hebu kumbuka katika ile ligi ya Europa, saa ingine kuna timu inamalizia ligi vibaya tu. Lakini kumbuka, wanaenda kuadjust, wanafanya mazoezi, lakini msimu ule Mungu anawapatia kibali. Alafu nakuta wanaongoza katika hiyo season inayokuja. Mimi natangaza kama ulimalizia nyuma, natangaza kwamba utamalizia vizuri katika jina la Yesu. Utamalizia vizuri. Kwa hivyo favor itakulocate. Favor itakulocate. Natangaza kwamba favor itakulocate katika jina la Yesu. Naomba Mungu wa mbinguni aachilie kibali juu ya maisha yako. Kibali ni kitu ya ajabu. Hebu tusome tena katika Biblia zetu katika kitabu cha Luke 1:28. Luke chapter number 1 verse number 28. Biblia inasema vizuri, naye Maria akapata kibali mbele za Bwana. Maria, hebu imagine, Maria akapata kibali. Ni msichana tu wa kawaida, lakini amependelewa kuliko wanawake wengine. Amependelewa. 128. Glory to God. Malaika akamfikia Maria akamwambia, usijali because you are highly favored. Nataka mtu aseme kwa sauti pale mahali umekaa, I am blessed and highly favored. I am blessed and highly favored. Hiyo ndio itakuwa song yetu ya Luke chapter number 1 verse 28. Tutaimba hiyo wimbo na tutaimba wimbo ambao inasema I am blessed and highly favored. Nimebarikiwa kwa sababu nimepata kibali mbele za Mungu. Nimepata kibali. Nimebarikiwa. Nimepata kibali. Nimebarikiwa. I am blessed. Kwa hivyo inamaanisha kwamba baraka za Bwana zinakuja kupitia kibali. Glory to God. Baraka zinavutiwa na kibali. Kwa hivyo kama msimu huu unataka baraka, ni kibali inaleta baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Biblia inasema, yani usiogope Maria kwa sababu umependelewa. Malaika ndiye anakuja analeta ripoti, umependelewa. Ukisoma katika Luke chapter number 1 verse number 30, utaona kwamba inaendelea kuongea mambo ya kupendelewa. Hebu tuangalie wote katika Luke chapter 1 verse number 30. Kila moja tuende pale katika Biblia ili upate vizuri. Chapter number 1 verse number 30. What does the Bible says? And the angel said unto her, fear not, Mary, for thou hast found favor with God. Maria, usiogope. Mtumishi wa Mungu, usiogope. Kibali ya Mungu itakuja juu ya maisha yako. Usiogope. Usiseme kutakuwaje mwaka huu. Usiogope. Usiogope mambo ambayo ilitokea mwaka uliopita. You know, wazungu wanasema once bitten twice shy. So unakuta kwamba umekuwa bitten last season. Lakini wacha nikwambie, Biblia inatuambia kwamba usiogope. Usiogope. Inasema fear not, Mary, for thou hast found favor with God. Umepata kibali mbele za Mungu. Umepata kibali mbele za Mungu. Na ukipata kibali mbele za Mungu, basi kuna baraka isiyo ya kawaida itatendeka katika maisha yako. Hebu imagine hiyo kibali vile imefanya Maria, kwamba Maria amekuwa mama wa Bwana wetu Yesu Kristo. Among many virgins, yeye akachaguliwa kati yao. Kwa hivyo katikati ya watu utachaguliwa na utabarikiwa katikati. Hebu tuangalie katika Biblia yako katika 1 Samuel 16 verse number 12. Mungu akamuongelesha Samueli, akamwambia enda katika nyumba ya Jesse na uende nenda anoint mfalme pale. Yaani Jesse alipoona Samuel akija alistuka, kwa sababu amesema nabii amekuja. Ni mazuri
ama ni mabaya? Samueli akasema si mabaya, ni mazuri. Jesse, umepata kibali mbele za Mungu. Yaani katika uzao wako Mungu anatoa mfalme. Glory to God. Jesse ako kule mashambani kule, lakini kibali ikamlocate. Kibali ikamlocate. Haijalishi mahali huko, ama uko katika city ama uko katika mashambani, favor itakulocate. Favor itakulocate. Naona favor ikikutafuta. Favor ikikutafuta. Nasema tena, naona favor. Favor inatafuta mtu. Favor inatafuta mtu. Glory to God. Yaani mwaka huu kutakuwa na satellite ya favor. Na Biblia inasema ikaland pale kwa Jesse, na akasema ebuita vijana wako wote. Akawaita vijana wake, lakini akabakisha moja, na huyo kijana alikuwa anaitwa Daudi. Samueli alipojaribu kuangalia, hakuna mmoja alipata kibali, hata mmoja. Kuanzia mkubwa mpaka number 2 last, hakuna yule amepata kibali. Samuel akasema, Jesse, umemaliza vijana? Akasema kuna kamoja kamebaki. Yaani madharau kidogo. Kuna kamoja kadogo tu kanachunga. Samueli akasema tutakaa chini mpaka afike. Mara moja mtumainie akuje mara moja. Na akatumaniwa, na akafika. Kijana tu anakaa macho meupe, kijana anakaa tu mzuri wa kupendeza. Kijana akafika, na Roho Mtakatifu akamwambia Samueli, inuka, ndiye huyu. Amepata kibali mbele za Mungu kijana huyu. Na Biblia inasema kwamba Samueli akachukua pembe ya mafuta, akamiminia katikati ya ndugu zake, akapakwa mafuta. Ndugu yangu, ukisoma katika Biblia yako, hebu angalia katika kitabu cha Psalms 89 verse number 17. 89:17 inasema kupitia kibali pembe yangu imeinuliwa, kupitia kibali. Na verse number 20 inasema kupitia kibali nimemtafuta mtumishi wangu Daudi na nimempaka mafuta. Kibali inakutafuta. Ukitaka anointing, kibali inakutafuta, alafu nakuwa anointed. Unapata mafuta, alafu unapata vipao vya Roho Mtakatifu kwa sababu ya kibali. Leo naomba kibali kutafuta katika jina la Yesu. Kibali itainua pembe yako. Kibali itainua mlima wako. Glory to God. Kibali itakupeleka mbali. Kibali itafungua milango. Hebu tuangalie tena wonders of favor. Tunapoendelea kuangalia katika Biblia yako, hebu tuangalie wonders of favor. Kile kibali inawezafanya katika maisha ya mtu. Hebu tuangalie. Glory to God. Kitabu cha Genesis 39 verse number 6. Kibali ile ilimtoa Joseph. Kumbuka storia ya Joseph, kibali tupu. Kibali. Alipata kibali mbele ya baba yake. Ndugu zake akamuonea wivu. Nataka nikuambie wewe ambao unanisikiza kwamba kibali saa zingine inalete wivu, mashindano, lakini hakuna kitu wanadamu watakufanya, kwa sababu kibali itakuweka juu ya watu wote. Kwa hivyo naomba 2021 uwe juu. Mimi naomba hiyo kibali inilocate, iniweke juu ya watu wote. Wezi kuwa na kibali na uwe maskini. Wezi kuwa na kibali na uwe rejected. Wezi kuwa na kibali na ukose. Wezi kuwa na kibali na uwe nyuma. Kibali itakupeleka mbele, kibali itakupeleka juu, kibali itakufanya ukubalike, kibali italazimisha wanadamu wakupe. Blessed be the name of the Lord. Kwa hivyo hebu tuangalie wonders of favor. Tuangalie wonders of favor. Kwa hivyo Joseph alikuwa na kibali sio kawaida. Akapata kibali mbele ya baba yake kwa sababu it's unmerited. Si mambo mengi umefanya, ni huruma zake Mungu tu. Na Mungu akaja katika maisha yako. Na Mungu akatenda mambo makubwa katika maisha yako. Kwa hivyo angalia Joseph. Joseph huyo katika safari ile, na akajaribu kupelekea ndugu zake chakula. Wale ndugu walijawa na ubaya na uchungu kwa sababu ya kibali. Unajua kuna kipindi Mungu anakupa kibali ya biashara, Mungu anakupa kibali katika huduma, Mungu anakupa kibali, anakupatia vipawa vya roho, katika uimbaji, katika neno, unakuta unasikika, fame inaenda everywhere. Hebu angalia hiyo kibali ya Joseph. Ndugu zake wakamuonea wivu. Lakini kumbuka, Biblia inasema kwamba kauzwa kwa Potifa. Kibali inamfuata kwa Potifa. Akifanya kazi kidogo, ndio hiyo kibali kila mahali. Kibali. Aliachua kila kitu kwa nyumba ya Potifa. Lakini baadaye yule mwanamke, kumbuka katika favor pia lazima ujihadhari sana, kwa sababu inaweza kuletea dhambi pia. Inaweza kuletea dhambi. Unabariki, unapata kibali, unapata mali, kiburi inaingia kidogo, ama roho ya tamaa inaingia,
ama unatenda dhambi. Kwa hivyo jihadhari sana, kwa sababu kibali itakuja juu ya maisha yako na utashindwa kumanage. Lakini naomba hekima ya kumanage kibali ya Mungu, hekima ya kumanage kibali. Pale akakataa kusini, akakataa kutenda dhambi, he refused to do immorality, na akatupwa kwa jela. Lakini Genesis 39 verse number 6, akatoka kwa jela akaenda mpaka State House, akapata kibali mbele ya Farao. Wewe kibali mbele ya Farao, akapata kibali na akainuliwa juu ya watu wote. Ukisoma verse number 21, akawa juu katika inji ile, juu katika inji. Genesis 39:21, akawa katika juu ya ile inji. Glory to God. Naomba kibali hiyo ikuweke juu ya watu wote. Yaani unapopata kibali mbele za Mungu, Mungu anakuweka juu. Deuteronomy 28 verse number 1, Deuteronomy Kumbukumbu la Torati 28 na mstari wa kwanza, inasema utakapofanya mapenzi ya Mungu utapata kibali mbele zake, naye atakuweka juu ya watu wote na juu ya mataifa. Mungu ni Mungu ambaye ukitenda mema atakuweka juu ya watu wote. Kwa hivyo siku ya leo nataka nikuambie vizuri kwamba kibali katika patuani ya kibali, nataka nikuambie kwamba hii kibali itakufanyia mambo makubwa. Hebu tuangalie tena, tuangalie mambo ya Kristo Yesu, our Lord and Savior. Hebu tuangalie mambo ya Kristo Yesu. Kristo Yesu, Biblia inasema, hebu tuangalie katika kitabu cha Luka tena, kitabu cha Luka chapter number 2, chapter 2 of Luke. Hebu tuangalie katika kitabu cha Luka chapter number 2 verse number 40. Ukisoma ukianza katika 40, Biblia inasema hivi: na mtoto yule akakua na akawa mzito kiroho na akawa na hekima, na neema ya Mungu ilikuwa juu yake sana. Neema ya Mungu ilikuwa juu yake sana. Haleluya. Neema ya Mungu ilikuwa juu yake, yaani kibali ya Mungu ilikuwa juu yake. Alipoanza kukua, kibali ya Mungu ilikuwa juu yake. Hebu tuangalie 252. Ukisoma 2:15 nasema, na Yesu akakua akaongezeka katika wisdom, ama katika wisdom, ndio hiyo, akaongezeka katika hekima, na Biblia inasema akawa na kibali mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Naomba upate kibali mbele za Mungu na upate kibali mbele za wanadamu. Mpendwa, unahitaji kibali mbele ya Mungu, na mpendwa, unahitaji kibali mbele za wanadamu wa kawaida. Mungu akupe kibali, akupe kibali mbele ya watu. Mtumishi wa Mungu, Mungu akupe kibali. Ukisoma katika 1 Samuel 2:26, Samueli pia alipata kibali mbele ya Mungu, akawa nabii na mbele ya wanadamu. Wanadamu walimuapplaus, wanadamu walimshangilia. Biblia inasema wakati tu Daudi alipopakwa mafuta, Biblia inasema nyimbo zilitungwa, sifa kila mahali kuhusu Daudi. Meaning, unahitaji kibali mbele za Mungu na unahitaji kibali mbele za wanadamu. Glory to God. Unahitaji kibali mbele za Mungu na unahitaji kibali mbele za wanadamu. Yesu alipata kibali mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu. Kumbuka Samueli alipata kibali mbele za Mungu na mbele za Daudi alipata kibali mbele za Mungu na mbele ya wanadamu. Mpendwa, naomba 2021 pokea kibali mbele za Mungu. Kibali sio kawaida. Pokea mafuta ya kibali. Nasema tena, pokea mafuta ya kibali. Leo na katika studio hii naachilia mafuta ya kibali. Naachilia mafuta ya kibali katika jina la Yesu. Naachilia mafuta ya kibali. Naachilia mafuta ya kibali katika jina la Yesu. Katika studio hii popote unasikiza, naachilia mafuta ya kibali juu ya maisha yako. Yaani kwamba unapoanza mwezi huu wa kipekee wa Januari, in the name of Jesus, tunatangaza mwezi huu unaitwa Wonders of Favor. Katika kalenda yetu mwezi wa Januari tunaita Wonders of Favor. Wonders of Favor. Na wiki ijayo, Jumapili ijayo, usikose nikikuletea Wonders of Favor. Nitakuletea kitu inaitwa next week Wonders of Favor. Wacha nimekuambia tu saa hizi background, na mimi naamini kuna Wonders of Favor katika maisha yako, na Mungu atakutendea, na Mungu atakubariki katika season hii katika jina la Yesu. Natangaza tena, season hii ni ya connection. Favor inaleta connection, favor inaleta restoration, favor inakufanya uwe converted kwa sababu ya mambo ambayo ulipitia. Favor inaleta healing. Glory to God. Ni season ambayo Mungu atakuheal kwa mambo ambayo iliyopita.
mambo ya 2020, nasema biashara yako itaheal. Natangaza tena ndoa yako itaheal. Natangaza kwamba Mungu atakuconvert baada ya kusava mambo mengi katika mwaka uliopita. Natangaza tena katika jina la Yesu. Kumbuka msichana ambaye anaitwa Ruth alipokuwa kule Moab, alipoteza mume, na Naomi alipoteza mume. Walipokuja Bethlehem, glory to God, kibali liingia. Ruth yule akapata kibali. Mungu akatenda mambo makubwa. Leo natangaza kama Ruth alikuwa restored, converted na akaconnect mpaka akaolewa na Boaz. Mimi natangaza pia leo kuna wonders ya kibali itakuja juu ya maisha yako. Ninapokuombea saa hizi, jiandae kwa sababu Bwana atakutendea mema. Basi mpendwa, unaonitazama na kunisikiliza, unasema Bishop Ole Mangura, nataka kuanza mwaka vizuri. Nataka nimkubali Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Mimi nakuombea uanze mwaka vizuri. Naomba uanze mwaka vizuri. Kama pale unanisikiliza katika YouTube, ni vyema utubu dhambi. Mungu atatengeneza mambo yako. Mungu atatengeneza ndoa yako. Mungu atatengeneza season yako na miezi yako 12 na wiki zako 52 na siku zako 365. Naona Mungu atafanya kitendo ya kipekee ya urejesho katika maisha yako. Usiwe na uchungu wa moyo. Usiwe na uchungu, kwa sababu hata Joseph alipitia hayo na alibarikiwa. Uko pale unasema Bishop Ole Mangura, niombee niokoke, nimkubali Kristo. Tafadhali, popote ulipo, inamisha tu uso wako, inua mkono wako wa kulia, sema maombi haya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, leo nataka kuanza mwaka vizuri. Nimesikia neno la kipekee kutoka kwa mtumishi wako. Naomba Bwana, ninatubu dhambi, nioshe na damu yako, mwili, mawazo na roho. Andika jina langu katika kitabu cha uzima, na kuanzia leo nimeokoka. Kwa jina safi la Yesu, amen. Bwana kubariki sana popote ulipo, umeokoka. Anza kwenda kanisa next week. Wachana na ulevi, wachana na usharati. Wacha Bwana atengeneze maisha yako. Utapata kibali na utatembea na kibali sio kawaida. Glory to God. Unataka miujiza? Unataka oil of favor? Inua mkono wa kulia juu na mkono wa kushoto utashika kifua yako ninapokuombea. Baba, katika jina la Yesu, natabiria wapenzi hawa, natabiria mafuta ya kibali. Natabiria Mungu uwaponye, uwarejeshe. Mungu uwapatie amani tena, uwatendee mema. Naomba waanze mwaka vizuri, uwatendee mema na uwabariki. Mungu wangu wa mbinguni, uwafungulie milango na malango. Pokea baraka, pokea kibali, pokea connection, pokea destiny helpers. Mungu akutendee na Mungu akuinue. In Jesus mighty name nimeomba, nasema 2021 my season of favor. Hebu rudia tena, 2021 my season of favor. Hebu rudia tena, I am blessed and highly favored. Nimebarikiwa kwa sababu ya kibali. Kibali itakufanya ubarikiwe. Tukutane katika zako za baraka tunapopaa juu katika level ya juu. Hebu tukutane katika level ya juu, kwa sababu kibali inapeleka watu juu. Let's meet at the peak. Let's meet at the level of glory kwa sababu ya kibali. God bless you and do you good. Ukibarikiwa uwe baraka na kipindi hii. Ukiinuliwa uwe baraka na kipindi hii. Bwana kubariki unapoombea kipindi na unapoisupport na fedha zako. Bwana kubariki na akutajirishe na akubariki ili uwe baraka. In Jesus' mighty name. Thank you for watching this program. You're welcome to fellowship with us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. at DCMI Goshenland, Kiserian. For prayers, call or SMS us on 0721-236-901 or 0721-470-780. God bless you.